Israel is an apartheid state. Ni taifa la kibaguzi. Wanajificha nyuma ya maandiko matakatifu, sisi ni wateule wa Mungu na nini, lakini taifa la kibaguzi. Wanawafanyia wa Palestina na Waarabu ubaguzi wa aina mbaya zaidi kuliko ule uliokuwa unafanyiwa wa Afrika ya Kusini. Miaka kama 3 iliyopita, baraza la makanisa la Afrika ya Kusini, South African Council of Churches, walipeleka ujumbe mkubwa sana kwenda kutembelea haya maeneo. Na walichokiona, ukitafuta kwenye mitandao iko YouTube, South African Council of Churches wanasema mambo ambayo tumeyaona kwenye maeneo ya Palestina ni mabaya kuliko tuliokuwa tunayaona wakati wa apartheid Afrika ya Kusini. Wazungumza mambo mengi sana. Asa Jimmy Carter, huyu rafiki wa Israel na rais wa Marekani, na hakuna rais wa Marekani ambaye amekuwa against Israel kwa chochote, anaandika kitabu, anasema tunataka amani Palestine, sio apartheid. Na sasa kila shirika la haki za binadamu la dunia hii, including B'Tselem, nilisema kuna shirika kubwa maarufu la haki za binadamu ndani ya Israel yenyewe, wanasema Israel is an apartheid state. Sasa katika mazingira hayo, kuna ajabu gani wa Palestina kufanya mashambulizi walioyafanya Oktoba 7? Anayeshangaa aidha hajui kabisa historia hii, au kama anaijua anashangaa kinafiki tu. Ukikandamiza watu namna hii, lazima utapata reaction. Wataasi. Wa Afrika ya Kusini walikandamizwa sana, waliasi. Wayahudi wa Warsaw Ghetto, Poland, walikandamizwa sana na Adolf Hitler, waliasi. Mahali penye ukandamizaji hapakosi uasi. Tunashangaa nini? Unashangaa kama hujui? Kama unajua unashangaa kinafiki. Gaidi kwako kwa mwenzako ni mpigania uhuru. Nelson Mandela alikuwa kiongozi wa chama cha kigaidi kinachoitwa African National Congress. Ameondolewa katika listi ya magaidi iliyokuwa huwa inaandaliwa na serikali ya Marekani mwaka 2008. Alishakuwa rais, akastaafu, bado yuko kwenye listi ya Marekani ya magaidi. Amekuja kuondolewa 2008. Yeye pamoja na viongozi wenzake wa African National Congress. Condoleezza Rice alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo. Alisema kwenye congressional hearing juu ya hiyo nani. Alisema napata aibu sana kwamba kila waziri mwenzangu wa mambo ya nje wa Afrika ya Kusini anapotaka kuja kwenye vikao vya Umoja wa Mataifa au kuja kututembelea, inabidi niandike barua ya kufanya nini? Ya kutoa exception kwa sababu yuko kwenye listi ya magaidi. Okay. Nitoe barua ya waiver ili aruhusiwe kupata visa ya kuingia Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika ya Kusini, nchi ambayo imeshaondoka kwenye ubaguzi, nchi rafiki, lakini bado viongozi wake na chama chake kiko kwenye orodha ya magaidi. 2008. Kwa gaidi wa leo anaweza akawa kiongozi mtukufu wa kesho, kama ilivyokuwa kwa Mandela, kama ilivyokuwa kwa Menachem Begin wa Irgun Zvi Leumi na waziri mkuu wa Israel, kama ilivyokuwa kwa Yitzhak Shamir, kiongozi wa genge la Stan la kigaidi,
waziri mkuu wa Israel. Kwa haya maneno gaidi tuyachukulie kwa umakini. Gaidi wa kwako ni mpigania uhuru wa mwenzako. Kwa hiyo kizingiti kikubwa ni Marekani. Na kwa nini Marekani? Kwanza, na hii ni kitu muhimu watu hawafahamu. Watu wanafikiria hivi, Wayahudi walio wengi wako Israel. Mji wenye Wayahudi wengi zaidi duniani ni New York, sio Jerusalem, sio Tel Aviv, sio mji wowote ndani ya Israel. Wayahudi wako wengi zaidi Marekani kuliko walivyo Israel yenyewe. Amerika ina zaidi ya kama sikoseni Wayahudi milioni 20 ambao wako Marekani. Walioko Israel ni milioni 7.3. Hawa milioni 20 walioko Marekani wanashikilia sehemu kubwa ya uchumi wa Marekani, biashara, viwanda, taasisi za fedha, wana media, wana dominate media, wako kila mahali. Hawa Waisraeli Wayahudi walioko Marekani wana sauti kubwa katika siasa za Marekani kuliko mtu mwingine yeyote.